as goons in Kisumu and Nyahururu, Interior Cabinet Secretary atakuwa so proud kutuambia that goons wenye walikuwa huko na Rigathi Gachagua. I am asking IG, watu walitupiga mweki. It is William Ruto who called the deputy IG na kusema polisi waondoke ndio tupigwe. And then Ruto is pretending that he is fighting goons. He is goon number 1. He is a chief goon in this country. My God, I wonder. Asongo Mumbali nanga. Game over. Sijui kama mmeona, but definitely umeona. Umeona kenye imefanyika Nyahururu, umeona kenye imefanyika Kisumu, uliona kenye ilifanyika Keumbu. Mbona rally za serikali, za watu wa serikali, magunsa hawakuangi huko, waonekani huko? And I can assure you government, Kipchumba Murkomen, President William Samoei Ruto, Kindiki and other hooligans in the government. Before 2027, Kenya itakuwa kama Haiti. It will be a goonism state. And then Ruto is pretending that he is fighting goons. He is goon number 1. He is a chief goon in this country. Na kwa nyima vijana mnatumika kama goons. Mnafanya Kenya ikaeke Haiti, god damn it. Muko na wani ya mjipange. Makofi. Tumeona Kenya leo umefanya uthumo. Tumeona Kenya imehappen Nyahururu. Saizi muko very popular. But after next year election, hakuna mtu atataka kuwa associated na nyinyi. And no Kenyans, I'll tell you this one thing. Silence is consent. And as I always say, the power of the oppressor, it solely depends on the consent of the oppressed. He's a chief goon in this country. Ndio, ni goon si goon. Oh yeah. Songo mbona wewe? Wallahi hawa wanasiasa watachoma hii Kenya. Na watachoma wao watoroke. Nyinyi wenye mnatumika kubeba mamshale hivi. Mnakaa tu hivi kweli mnafikiria ama mnaona tumekuwa wengi sasa mnataka tupunguzane? Halo, hii ni mbaya. Hii ni mbaya Mr. Politician. DCI na NIS, Kenya Police, simushike wenye wanaorganize watu, wana intimidate watu hivi. Hii ni mbaya. Hii ndarudia tena kusema ni mbaya. Afande, shika hawa watu wana mobilize hizi vitu. Hivi hatuendi sawa. Kwanza politician. Wewe ushaona msena angalia ati Shonde after amemaliza. Hakuna msena anapenda kuona mavi yake. So, time ya Moi, kulikuwa na group ili exist. Sana ilikuwa dominant hii side ya Murima. Kibaki akachukua usukani. By then, Michuki was Minister for Interior. Vijana walinyurio. Unajua walikuwa magoons. After election, waliitwa terrorist. Kuna homestead hainaga maboys hadi wa leo. Vijana wakamadwa. Vijana wakaenda jela. Vijana wengine wenye hawakwenda jela na hawakumadwa wakaingia exile. Wengine wajulikanagi walienda wapi. And I'm hearing people say, oh, mungesikiza Rigathi. Oh, and I want to ask you, what did Rigathi say about Kisumu? What did Rigathi say about Keumbu? What did Rigathi say about Kakamega? Uko kwata tumepatana na goons. So if it's about listening to Rigathi, can he please be saying something before every rally? Can he be saying something? Please, guys, this is beyond. It's beyond the by-election. It is beyond. It is about William Ruto. And I want Kenyans to know this. William Ruto campaigned for 3 years straight. 3 years straight. I'm saying that because there's a comment I've seen. Ati, oh, mnapenda kwenda hizo rallies ndio sijui vurugu itokee ndio ngongongong. IEBC jatangaza campaign. William Ruto campaigned for 3 years during Uhuru's second term. We didn't see even one
received one, leave alone goons, one tear gas. Many people want to blame this on the IBC. You are stupid, and I'll tell you that stupidity is what vindicates this government. Surely. One time, namsinikasirishe. We can't lose lives over political scores. Nataka nione wanaume hapa. Kama wewe ni mwanaume, kujeni hapa, kuja hapa. Watatuua hapa Nyahururu. Vijana mukuje. So, mnafanya Kenya ikae Haiti. Goja next year. Mutaitwa maguns, mutaitwa terrorist. Na kitawaramba, kuna wazazi watalia huku Citizen TV, huku kwa tu interviews. Ni mbaya. He's a chief goon in this country. Ndio? Ni goon si goon. I want to thank all our leaders, all our supporters that showed up today for Linda Mwananchi in Kisumu and in Nyahururu. Against all odds, you guys showed up. Against everything we have faced today, we have always been on the forefront of calling out violence perpetrated against any leader in the opposition, and we will always do that. Because if there's one thing we believe in and stand for is democracy, rule of law, and that means protecting the right and freedoms of people, to engage the people of this country, to move to all the corners of this country, to sell their agenda and have conversations with the people of this country. However, the government clearly is keen to terrorize and to sell fear to the opposition, but they forget sisi kama wanalinda mwananchi hatuwezi nunua uoga. Kama tulifanya rally Kisumu ambayo tuliambiwa tutatoka in body bags, Kisumu ambayo tulithreatened from here to Timbuktu, everybody in government threatened us, goons were pangwad from here to Timbuktu. If we survived Kisumu and we continue to survive Kisumu, because even today our leaders were attacked, but they are safe and sound. Today in Nyahururu, Honorable Kangata's driver has been shot, guys. We are praying for him. We are just waiting to hear if he has made it, and we hope all goes well. Regardless of what we have gone through today as Linda Mwananchi, sisi ugoga hatununui, and we will tour every part of this country, and we will engage the Wananchis, because the clarion call is there, and the resolve to answer that call is deeply rooted inside us. We can't lose lives over political scores. We can't continue losing lives over political. And you know what pisses me off is that ni wananchi wanatumika. Heri ingekuwa ninaona Murkomen na mikuki ama na mawe. Ninge understand. But seeing a fellow youth, again, free will. You accepted to be used. You have decided to be used. Ndio utoe miguu kwako One time. Ruto must, and Ruto will go. And Kenyans, be woke. Kikulacho kinguoni mwako. Yes, so apparently the bishop you see here, the one in the middle, kumbe ndio alipanga kina Orengo na Sifuna wapigwe huko Kisumu. Yes, you all know that this bishop is always against President William Ruto. This bishop is always against the government of President William Ruto. His name is Mr. Charles Ong'injo. And that is why he is the one who had to do what? To host these opposition leaders in his church. This guy is not a good man. So imagine, once these people are settled inside the church, this Charles Ong'injo anaambia goons wakuje wapige congregants na wapige hadi kina Edwin Sifuna na James Orengo, ndio serikali ya Kenya ionekane kwamba ni mbaya na ifanyi kazi. Bwana Charles Ong'injo, wewe umetusumbua sana, kila siku unatoanga hiyo mdomo yako refu unaongea. Sasa leo ndio umepangia wenzako goons. How can your own church members trust you? And I even wonder, this ACK church, which criteria do they use to pick their bishops? Because there's a bishop I heard, kazi yake main ni kuuza lodging.
mali watu wako lodging. Ukimuuliza bishop, wewe ni bishop na unafanya biashara ya lodging na pombe, bishop anakuambia hapana, hiyo ni kazi kama kazi zingine. Uongo bwana. Nani huwa anaandamana na leaders wa Linda Wananchi? Nani huwa anatafutana na leaders wa Linda Wananchi hivyo bwana? Kisumu goons, Nyahururu goons. Kisumu goons, Nyahururu goons. Wewe sasa nimeshangaa sana, Nyahururu goons inatokea wapi sasa? Nyahururu sasa nani anafuatana na hao watu sasa? Umejua Kisumu tulishawaambia tuwataki huko. Kisumu nayo tuliwaambia tuwataki huko. Hata ile nyingine tukaona tu hai nyinyi mmalize muende, lakini sasa wameanza kurudi sana. Tuliwaambia gospel ya one time haitakikani huko, waache kupoteza time yao. Ya Kisumu tushamaliza hivyo. Leo tumefunga. Ya Nyahururu mali wanasema one time wote, Si wao wanasema one time, watu wa Nyahururu wanafaa kusema one time. Mbona Nyahururu pia wanaletewa goods? Nani huyu analetea Kang'ata goods Nyahururu? Nani ule analetea Linda Wananchi goods? Hii inafaa kuangaliwa sana, Kwani wanapigana wenyewe kwa wenyewe? Kwani kuna mtu amesema watu wa one time hawafai kuingia huko? Nani kuna mtu alikuwa ametoa warning. Kuna mtu naye alikuwa ametoa warning mzuri sana before ende Mount Kenya. Na leo alitoa warning, goons wakakuja. Sasa sijui hii goons ni nani? I want to take this opportunity to thank the people of Kisumu, because the last time we were here in Kisumu as a Linda Mwananchi team, we were received very well. And I want to thank you for showing up. I want to thank you for your support. I want to also thank you for standing by me all this time when I've been the SG of ODM. Unajua Bishop aliuliza, what do you do when termites zinakula ile pila? Lakini akasema Mungu mwenyewe atafanya nini? Atarejesha, si ndio? Bishop, hata mimi kuna vitu nilikuwa nimepewa na baba yangu Raila Amolo Odinga. Lakini kwa kawaida mnajua baba akikufa kwa bomu, watu wanaanza kuingia wananyang'anya watoto yake vitu, si ndio? Kuna vitu baba alinipatia yeye mwenyewe in his wisdom, but people have decided ya kwamba watazichukua zote. And then there's another delusional man called William Arap Samoei Ruto. How can William Ruto come and tell us not to elect fools? Bro, someone tell William Ruto to look himself in the mirror. That's exactly who we elected. And that's exactly who we are taking home. Ruto, enda ujiangalia kwa kioo, alafu usome hiyo statement yenye umeongea leo. Hello. Oh my goodness. That's exactly you. Ruto must go. One time. Hali imefika sasa, hiyo kitu ya kura yako, siri yako inafaa kutolewa hiyo. Hakuna siri huko. Kila mtu aonyeshane, ndio tujue nani anapigia nani. Ati kura yangu, siri yangu, unaenda kuingiza kwa balo, kumbe unaingiza mamikora, mamishida huko. 2027 tubadilishe hiyo kitu. Unaonyeshana, mimi self sponsor, napigia huyu na huyu na huyu, ndio tujue nani anapigia mikora. Sisi tunaona leaders, wewe sijui unaona nini? Ni noma, ni hatari, ni danger guys. And then Ruto is pretending that he is fighting goons. He is goon number one. He is a chief goon in this country. Mama. Alituacha kwa ghafla, lakini hata mimi pia nimewekwa kwa kiti hii kwa kighafla.